ya nje wa Marekani Madeleine Albright anayezuru humu nchini amesema kwamba demokrasia inafaa kutekelezwa na serikali na inafaa kutoa huduma kwa Wakenya. Alisema hayo alipozuru soko maarufu la Toi ambalo kwa hivi sasa linadaiwa kunyakuliwa na watu binafsi huko Kibera. Madeleine Albright alipozuru soko maarufu la Toi katika kitongoji duni cha Kibera alikaribishwa na Taka na Uvendo. Yupo humu nchini kwa utafiti wa tume kuhamasisha maskini kuhusiana na haki zao za kisheria, na leo hii kumshurutisha kuchagua soko hili kwa utafiti huo wa kimataifa. None of you is asking for a handout. You are all working. Na licha ya soko hili kuanza miaka ya 80, wafanyabiashara wamekuwa wakiendeleza biashara zao kwa uoga wa kufurushwa na serikali. Ardhi hii tayari imetengewa watu binafsi ambao wamekabidhiwa vyeti vya umiliki. Imekuwa ni wao kuhifadhi shilingi milioni 15 katika chama cha ushirika na kubakia nyuma kimaendeleo, na Albright kuzua maswala kadhaa kuhusiana na serikali ambayo bado inaendelea kuwatoza ushuru bila ya kutoa huduma. Democracy has to deliver. That's what it's about. And if they collect taxes, then they have to provide services. And so elections are not enough. Democracy has to deliver. And that's what you are all about. You have to make clear that your views are heard. Lakini kaimu waziri wa ardhi Kivuza Kibwana amesema kwamba tatizo hilo la ardhi litakomeshwa tu iwapo wafanyabiashara wataweza kulishurutisha kanisa la Methodist iliyopangiwa kuuziwa ardhi hii kutoinunua. Ndio Methodist Church ijue kwamba this is not a good place for them to buy, because if a church buys a place like this and makes 3,000 families to lose livelihood, that is not a good thing or a godly thing to do. Albright sasa ameitaka serikali kuzingatia sera za ardhi na kuhakikisha kwamba maskini pia wamepata ardhi sawia na Wakenya wengine. Pili tumwambia KTN leo. Zaidi ya wafanyabiashara 5,000 katika mtaa wa Konde